Msanii wa muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania Diamond Platnumz ametangaza kupitia kwenye akaunti yake ya Instagram kuhusiana na ujio wa tamasha lake ambalo linafahamika kama Diamonds Are Forever, moja kati ya tamasha pia ambalo limekuwa na ushawishi mkubwa sana kwa upande wa mashabiki, na hii imekuja mara baada ya mwezi Oktoba kutangaza kuachia kazi back to back, kwa maana kwamba kuridhisha mashabiki kutokana na ahadi ambayo alitoa, ikiwa ni mwezi wake wa kumbukizi ya kuzaliwa. Na utakumbuka mpaka hivi sasa ana kazi 3 ambazo zimetoka. Kazi ya kwanza ilitoka ni siku yake ya kuzaliwa ambayo ni Oktoba mosi, ambayo ilikuwa ni Msumari. Akatoa kazi nyingine pia ambayo inaitwa Nani, na kazi ya mwisho ametoa hivi karibuni ambayo yenyewe ina mahadhi ya amapiano, akiwa amshirikisha Nicole pamoja na vocalist kutokea Afrika ya Kusini ambayo yenyewe inaitwa Sasampa. Sasa Diamond Platnumz pia kupitia kwenye akaunti yake ya Instagram amezungumza kuhusiana na mapenzi ya mashabiki wake, namna ambavyo amekuwa akimpokea katika kazi zake ambazo amekuwa akizifanya. Na hii ameandika kwamba mapenzi yenu ni mazito kwenye kila wimbo. Mmenifunza tofauti ya kupenda na kupendana. Hakika mimi na nyinyi tunapendana, na nawashukuru sana. Katika kuadhimisha upendo wetu mwaka huu nitawafanyia Diamonds Are Forever Season 2. I'm excited. Hii ni kuonesha kwamba amefurahishwa na kile au upendo ambao mashabiki zake amekuwa akimuonesha katika kazi yake muziki pia ambayo amekuwa akifanya, na inawezekana amepima katika sehemu kadhaa. Sehemu ya kwanza ni zile challenge ambazo amekuwa akizifanya kupitia kwenye account yake ya Instagram. Kama utakuwa ni moja kati ya mtu ambaye unafuatilia, utaona zile challenge ambazo zimekuwa zikitumwa kutokea kwa watu mbalimbali wakijaribu kuonesha namna ambavyo wamependa kazi zake ambazo amekuwa akizifanya. Na utakumbuka Nani ni miongoni mwa kazi yake pia ambayo imekuwa na challenge nyingi sana na watu wamekuwa wakipenda sana. Lakini kwenye Diamonds Are Forever, hii itakuwa ni msimu wa pili. Imepita zaidi ya miaka 10 toka ambapo alifanya kwanza kabisa. Na utakumbuka Diamonds Are Forever ya kwanza kabisa alifanya ilikuwa ni mwaka 2012 mwezi Machi, na ilikuwa ni moja kati ya tamasha ambalo lenyewe lilionyesha mapinduzi kuanzia kwenye upande wa kiingilio, namna ambavyo mashabiki walilipa kiingilio kikubwa sana, ambapo bei ya chini katika tamasha hilo ilikuwa ni 50,000 na kuendelea. Na linatajwa kuwa ni moja ya tamasha pia ambalo lilionyesha mageuzi ya thamani ya muziki wa Bongo Flava, hususan kwenye swala la kiingilio na namna ambavyo mashabiki walithamini kazi za wasanii mbalimbali. Sasa hatujui msimu huu hapa ambao ukiwa ni msimu wa pili, na Diamond Platnumz pia ameshatangaza kupitia kwenye akaunti yake ya Instagram kwamba hali itakuwa vipi. Mimi na wewe hatujui, tunasubiri tuweze kuona, lakini ndio hivyo ameshatangaza kupitia kwenye akaunti yake ya Instagram. Kwa hiyo tusubiri tarehe rasmi. Lakini hilo la msimu wa kwanza lilifanyika ilikuwa ni Mlimani City. Sijajua kwa sasa hivi litafanyika sehemu gani. Mtazamo wako ni upi? Dondosha comment hapo, lakini pia usisahau kushare, bila kusahau pia kucomment na subscribe account yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV, ili pia uweze kuwa wa kwanza kupata story kila pale ambapo itakuwa inawekwa.